Ubora wa pavement za kisasa hutokana na mafundi walio bora, na pavement ya kisasa ndiyo ambayo inaenda kuipa thamani nyumba yako. Kiboke tuko ndani ya Kibaha kwa Mathias. Simulizi za ujenzi wa nyumba, upakaji wa rangi, ujenzi wa pavement za kisasa, maisha halisi, ufundi bomba, ujenzi wa tiles. Endelea kupata mfululizo wa matukio yetu. Tembelea chaneli yetu ya YouTube, subscribe, share na comment, bonyeza alama kengele pindi tunapoupload video zetu upate kilicho bora. Simulizi za ujenzi. Kiboke tuko ndani ya Kibaha kwa Mathias. Eneo la mteja wetu kama unavyoliona lilikuwa lina kokoto ambayo ndio limetawala eneo kubwa, kwa maana ya kwamba ili aondokane na mavumbi aliamua kuwekeza nguvu zake na kupendezesha nyumba yake kwa kutumia kokoto, na sasa anaamua kubadilika kutoka kwenye kokoto kwenye ardhi yake, na sasa tunaenda kuipa thamani nyumba yake na pavement za kisasa, na Model H ndilo ambalo linaenda kuipa thamani nyumba ya mdau wetu. Twende pamoja uangalie mwanzo mpaka mwisho wa saiti hii, uone mabadiliko makubwa huku mwishoni na mwanzo ilivyokuwa. Tunapenda kuchukua fursa hii kwa kumshukuru mdau wetu kwa kutuamini. Ametukabidhi pesa zake zote kwa kuboresha nyumba yake na kupendezesha na ujenzi wa pavements za kisasa. Kwanza, hii nyumba ni nzuri, nyumba ni ndogo, lakini nyumba ambayo imejitosheleza. Mpangilio wa kila kitu kilikuwa kipo kizuri. Kiboke Pavement Company tumeenda kuipa thamani ndogo tu kwa kuiboresha kwa vitu vichache na kupangilia kila kitu kikae kwenye mpangilio uliokuwa mzuri. Na sasa tunaendelea na utaratibu wetu wa ujenzi. Utaratibu wetu wa ujenzi ni ule ule tu: kuliandaa eneo, kushindilia na kuanza kukusanya material kwa ajili ya kuanza uzalishaji. Na sasa kama unavyojionea, hii ni simenti ambayo tunaijengea pavement ya kisasa 42.5 R au 42.5 N. Ndio simenti ambayo ilikuwa ni bora kwa ajili ya ujenzi wa pavement ya kisasa, na lesho ambayo tunaitumia ni bora zaidi kwa sababu pavement ya kisasa, tambua, haioteshi majani wala haiathiriki kwa ukungu. Baada ya maandalizi yote yale ya awali yamekamilika, na sasa tunaendelea na utaratibu wetu wa ujenzi. Na hapa tunaanza kufanya mchanganyiko wa simenti na mchanga, kwa sababu haihitajiki kokoto, ila lesho tunayozingatia ni kali zaidi, ili tofali yetu ya pavement isije ikaathirika kwa ukungu wala kuotesha majani. Baada ya hapo tunaanza kufanya setup kwa ajili ya kuset mashine yetu ili pavement ya kisasa ianze kuzalishwa. Na huu ndio uzalishaji wa pavement ya kisasa. Twende taratibu, utajionea utofauti wa hii site tulipotoka na tunapokwenda. Kuanza mabadiliko. Ubora wa pavement ya kisasa na maumbo yake yote ambayo yalikuwa mazuri na ya kuvutia ndiyo ambayo anaenda kuipa thamani nyumba ya mdau wetu, au nyumba yako wewe ambao unaotaka kujenga na kupendezesha nyumba yako. Usifanye makosa kwenye upande wa ujenzi wa pavement ya kisasa au ujenzi wowote ule. Moja ya kivutio ya ujenzi wa pavements ni capstone. Ujenzi wa capstone na ndiyo ambayo kivutio bora kwenye upande wa ujenzi.
Capstone kazi yake ni kutenganisha kati ya pavement pamoja na garden. Hii ndiyo kivutio bora ambayo unaona sasa garden pamoja na pavement kukaa kwenye muonekano mzuri na kuvutia na kupendezesha nyumba yako. Ila mwanzo lina mwisho wake. Pale tulikotoka mpaka sasa tulipofikia, na hatua hii inaoenda ni hatua ya mwishoni ili tumkabidhi eneo lake mteja wetu. Sasa tupo kwenye hatua ya mwisho ya kumaliza eneo la mteja wetu. Tuko kwenye hatua ya rangi, na rangi zilizotumika hapa ndizo ambazo zimeenda kuipa thamani nyumba ya mdau wetu. Ya tamati ya kumaliza nyumba ya mdau wetu Kibako Matias Model H, ambalo ndilo ambalo limekuja kupendezesha nyumba ya mdau wetu. Angalia jinsi ambavyo mabadiliko makubwa yalionekana kwenye eneo la mteja wetu, na hili eneo hapo awali lilikuwa limetawala mawe yale meusi ambayo tunaita kokoto msora, na mwenyewe baada ya kuona muonekano wa nyumba yake sio ya kuvutia sana, na ndio bwana akatupigia simu Kiboke Pavement Company. Tumekuja kuipa thamani nyumba yake na pavement za kisasa, na Model H ndio ambalo limeipendezesha nyumba hii. Na kwenye upande wa rangi ambayo inatawala kwenye upande wa hii nyumba ni dark gray, na kwenye rangi nyingine ya kunakshi kwenye maua ni light gray na carrot, ndio rangi ambazo zimekuja kupendezesha nyumba ya mdau wetu huyu. Kwa wewe ambao unapenda vitu vizuri, karibu kwetu. Sisi ndio ambao tuna uwezo wa kupendezesha nyumba yako kwa gharama nafuu kabisa, na uwezo wa kufanya kazi. Tunafika mkoa wote ule, ikiwa nje ya Dar es Salaam au kwa ndani ya Dar es Salaam. Kiboke, fahari yako. Sasa muonekano wa pavement ya kisasa na eneo la mteja wetu limebadilika kwa asilimia zote. Kila kitu kimekaa kwenye mpangilio, kwenye upande wa rangi, upande wa pavement ya kisasa, garden na details zote zilizoambatana kwenye upande wa nyumba hii. Nyumba hii ilikuwa ni bora, lakini vitu vichache tu ndio ilikuwa inafanya nyumba isionekane kwa ubora huo. Pavement ya kisasa imeenda kuipa thamani nyumba mdau wetu, na yeye anafurahikia wakati wote. Endelea kufuatilia simulizi za ujenzi pindi tunapomaliza ujenzi wetu. Tunakuletea simulizi hizi mwanzo mpaka mwisho wa saiti hizo ambazo zote tunazozijenga Kiboke Pavement Company. Kiboke Pavement Company, fahari ya nyumba yako. Karibu ujenge nasi.